Ndio, tunamshukuru Mungu tena kwa siku nyingine hii ya leo, kwa kuwa ametuwezesha kuwa pamoja tena kulisikia neno lake. Ni jambo la kupendeza na la kufurahisha pale ambapo Mungu anatuwezesha kukutana tena kwa ajili ya kulisikia neno lake. Na siku ya leo tutakuwa na somo lingine fupi ambalo linazungumzia jambo la msingi sana katika maisha yetu ya Ukristo. Kwa hiyo ninakualika, karibu sana ndugu msikilizaji na mtazamaji katika somo hili fupi. Na kabla ya kwanza nikualike tufumbe macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa kuwa pamoja nasi. Tunalitukuza jina lako masaa haya ambayo umekubali tena na watoto wako tuwe mbele zako kusikia neno lako. Pamoja na yote, sisi ni wenye dhambi, tusamehe na tutakase kabisa. Zaidi ya yote, wewe kati yetu sasa tunapozungumza machache, tunapokumbushana juu ya ufalme wako, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Leo tutakuwa na somo fupi ambalo kwa kiasi fulani nina imani Mungu anakwenda kutubadilisha maisha yetu kwa sehemu moja ama nyingine kwa siku hii ya leo. Na imani kwamba hutatoka bure kabisa kwa kile ambacho Mungu amekusudia siku ya leo tujifunze. Katika somo hili tutaangalia kwa sehemu moja ya sababu ambazo inatufanya watu wengi sana tusiwe tayari, hasa pale tusiwe tayari kukutana na Kristo mara ya pili. Na ikiwa utajua hii sababu moja kwa moja, jambo la muhimu ni kufanya matengenezo mapema na haraka sana, kwa sababu itakuwa ni hatari ikiwa tutaendelea kukaa na kuishi katika hali ambayo inatufanya tusiwe tayari kukutana na Yesu mara ya pili ajapo. Kwa hiyo tunaposoma kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 3, kuna kitu tutakipata hapa. Hicho kitabu kinaitwa Ufunuo wa Yohana, lakini kiuhalisia ni ufunuo wa Yesu Kristo. Kimeandikwa Ufunuo wa Yohana kwa sababu mwandishi wake ni Yohana, lakini pia mtoaji wa huo ujumbe aliyoandika Yohana ni Yesu Kristo. Maana ukisoma kuanzia sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3 na kuendelea, utaona anasema ufunuo wa Yesu Kristo. Hivyo kitabu cha Ufunuo wa Yohana 7 mstari wa 1 hadi wa 3 inasomeka: baada ya hayo nikaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Hapa tunaona upepo tunaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za nchi, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, wamesimama. Hao malaika kazi yao kubwa ni kuzuia upepo. Katika Biblia tunapoona neno upepo, hasa katika lugha ya lugha picha na namna ilivyotumika hapa, upepo unamaanisha machafuko, dhoruba, hali ya vita, hali ya kutokuelewana, hali ya machafuko. Hiyo inamaanisha upepo. Kwa hiyo hawa malaika, Mungu ni wajumbe wa Mungu ambao aliwaruhusu wazuie machafuko, wazuie vita, wazuie mambo mbalimbali ambayo yanaweza kuwakumba wanadamu na hatimaye wakakutwa na mambo mabaya. Sasa kwa nini itokee kwamba hawa malaika wazuie pepo 4, wazuie machafuko? Kwa nini yaje alafu wazuie? Kwa nini wasije
hadi pale machafuko yatakapofika wakati yakiisha, basi ndo aje, lakini wao wanakutumwa kuja kule. Unaposoma kuanzia hiyo sura ya 7 mstari wa 2 kitabu cha Ufunuo, anasema nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuidhuru nchi na bahari. Kumbe wa malaika walikuja kuidhuru nchi, lakini wanasikia sauti kutoka kwa malaika huyu mwingine anayekuja. 3, tumsikilize malaika anasemaje. 3, akasema msiidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Malaika hasemi machafuko yazuiliwe kwa sababu walimwengu watiwe muhuri, bali anasema watumwa wa Mungu watiwe muhuri. Mungu anatusubiri sisi Waadventista wa Sabato ambao ni masalio, na wale wote ambao si Waadventista wa Sabato, lakini utafika wakati ambao watabadilika na kufuata taratibu zote kama Biblia inavyosema. Wote hao wapo kwenye kundi moja. Wote hawa ambao Mungu anakusudia waokolewe, anasema wasiidhuru nchi hawa malaika, mpaka hawa watu wa Mungu wawekewe mihuri katika vipaji vya nyuso zao. Kwa hiyo Mungu anatusubiri sisi ambao ni wana marejeo, sisi ambao ni watu wake, tujiweke tayari ili tuweze ili Mungu aweze kuruhusu sasa mambo mengine yaendelee. Tunaposoma katika kitabu cha kutayarisha njia, hichi kitabu kimeandikwa na mwandishi ambaye anaitwa Ellen G. White. Ni maandishi mashuhuri sana katika ulimwengu wa leo, kwa sababu Mungu amemtumia kwa namna ya pekee kutoa jumbe za matumaini, kutoa jumbe za kuwaelekeza watu namna ya kuishi katika Ukristo na namna kutembea katika Kristo. Ametoa vitabu vingi sana, na mmoja kati ya kitabu chake ni maandiko ya awali, kwa Kiingereza kinaitwa Early Writings. Kwa hiyo hii aya ninayoitaja hapa ni aya ya kitabu cha Kiingereza cha Early Writings, lakini nitakwenda kukisoma kwa Kiswahili. Ni maandiko ya awali, ukurasa wa 119 aya ya kwanza, kitabu cha maandiko ya awali cha Kiingereza Early Writings. Anasema, naliona ya kuwa masalio walikuwa hawako tayari kwa kile kinachoujia ulimwengu. Dunia punde, ujinga kama vile uchovu ulionekana juu ya akili ya wale wanaodai kuamini ujumbe wa wakati wa mwisho. Malaika aliyefuatana nami akalia kwa sauti kuu ya kutisha, kaa tayari, kaa tayari, kwa maana hasira kali ya Bwana punde inakuja, ghadhabu yake itamwagwa pasipo kuchanganywa na rehema, na hamko tayari. Hii ni maandiko ya awali. Kwa anasema nabii huyu Ellen G. White aliona ya kwamba watu wa Mungu hawako tayari, Waadventista wa Sabato hawako tayari, walimwengu hawako tayari. Kwa nini? Kwa ujio wa Yesu Kristo. Hivyo akaja na kulia kwa kuomboleza na kusema, kaa tayari, kaa tayari, kaa tayari, kwa maana hasira kali ya Bwana punde inakuja. Kwa sio muda mrefu, sio mbali sana, ambapo Mungu atamwaga ghadhabu yake kwa hasira yake kuangamiza dhambi na wadhambi. Hivyo kabla hajafanya hivyo, lazima awaweke wale watumishi waliojitoa wawe tayari
kwa ajili ya kuwa tayari kumpokea Yesu Kristo atakapokuja mara ya pili. Mjumbe wa Mungu aliwaona hawa masalio hawako tayari. Hawako tayari. Waadventista wa Sabato wengi hatupo tayari kukutana na Yesu tena mara ya pili. Hatupo tayari. Unaweza usielewe haraka, lakini namuomba Roho Mtakatifu aendelee kukuelewesha juu ya swala hili. Kwa nini hatuko tayari? Kwa nini hatuko tayari? Wengi hatuko tayari kukutana na Yesu. Hapo ulipo, unapojipeleleza akili yako tu, utagundua maisha yako unavyoishi, hauko tayari kukutana na Kristo mara ya pili. Mara ya pili. Kwa nini sisi Waadventista wa Sabato hatupo tayari tena kabisa na tumejisahau kabisa? Kwa nini tuko tayari? Issue ni sababu. Tukishajua sababu, itakuwa rahisi sana kurekebisha maisha yetu na mwisho wa siku tukawa tayari kukutana na Yesu mawinguni. Tukawa tayari. Naposoma hiyo maandiko ya awali, anaenda sema sababu ni kwamba sisi tunafanana na ulimwengu. Sikia, sababu inayotufanya Waadventista wengi tusiwe tayari kukutana na Yesu Kristo, sababu hiyo kubwa ni sisi kufanana na ulimwengu. Hiyo ndio sababu kubwa. Nitarudia. Anasema sababu ni kwamba sisi Waadventista wa Sabato tunafanana na ulimwengu kabisa, wala hatuna tofauti tena katika mambo hasa ambayo hayampendezi Mungu. Jina la Mungu halijaandikwa katika mioyo yetu. Iwe ni wachungaji sisi, wazee wa makanisa sisi, mashemasi sisi, wahazini sisi, viongozi wote wa kanisa, idara mbalimbali na kanisa, wakiwemo vijana na washiriki kwa waumini wote, hatupo tayari kukutana na Yesu mara ya pili. Na hii ni kwa sababu tumefanana na ulimwengu, hasa katika mambo ambayo hayampendezi Mungu. Tumefanana na ulimwengu, hayampendezi Mungu. Now, kwenye sherehe za kipagani tupo sawa na walimwengu, hakuna tofauti. Tumo katika sherehe za kipagani, katika mabaraza ya mizaha tumo na sisi, kutaniana, kutukanana, nasema utani, unazungumza mambo ambayo ni ya uongo, ila kwa sababu inaonesha ni utani, basi mwanamo tumo. Hatuko tayari kukutana na Yesu Kristo anapokuja mara ya pili. Hatuko tayari. Lakini pia kwenye kumbi za starehe tupo na sisi. Harusi zetu utaona kwenye kumbi za starehe ni uchafu unaoendelea, kunywa pombe na vitu vingine kama hivyo. Sherehe za Waadventista wa Sabato tupo huko, ni sherehe za Waadventista, lakini kila kitu kinachofanyika ni nje kabisa na utaratibu wa Mungu. Na utaratibu wa Mungu tupo huko. Lakini pia katika kumbi za starehe tumo, katika Krismasi tumo na sisi, masherehe ya pagani hayo tumo na sisi, Pasaka bandia tumo, mitindo ya mavazi ya uchi, mitindo ya mifumo ya uimbaji isiyomtukuza Mungu, na sisi tumo. Kuna jinsi na kuvunja Sabato, na sisi tumo. Tu Waadventista kwa majina tu. Kumbi za mipira pamoja na siasa, masalio mote, sehemu zote hizo wapo. Yaani ni shida. Masalio wamechanganyikiwa, wanakunywa maji machafu kutoka Rumi.
kote katika mambo machafu tumo. Hii ndiyo sababu ambayo Mungu anasema tusubiri malaika wasiangamize dunia ili tuwe salama juu ya ghadhabu inayojia ulimwengu. Tuwe tayari. Kumbuka sauti ya malaika. Kaa tayari. Kaa tayari. Ghadhabu ya Mungu hivi karibu sana itamwagwa pasipo kuchanganywa na maji na kitu chochote. Itamwaga. Kaa tayari. Kwa ujumbe mkubwa katika somo ya leo, kaa tayari. Unapofanya jambo lolote, kaa tayari. Unapofanya shughuli zako, kaa tayari. Unapokutana na familia yako, kaa tayari. Jitahidi kufanya shughuli za hapa na pale, unapoamka asubuhi, mchana, jioni, usiku, kaa tayari kukutana na Bwana. Mungu akubariki kwa kusikiliza somo hili fupi. Mungu atakapotujalia uzima na heri, na ikiwa ni mapenzi yake, basi tutakutana wakati mwingine kwa kipande kingine cha somo. Karibu kwa ombi. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru tena kwa siku ya leo kwa pamoja nasi. Asante kwa kutulinda, kutupigania na kutuongoza. Jina lako litukuzwe milele. Tunashukuru kwa kutukumbusha tena ya kwamba tunapaswa kuwa tayari kukutana na wewe. Tufanye matengenezo katika maisha yetu. Tuishi sawa sawa na mapenzi yako. Wakati malaika 4 wamezuia pepo 4 za nchi ili mabaya sikute na watu wako wawekwe muhuri, basi tuwe miongoni mwa watu watakaowekwa muhuri. Tufundishe kukupenda, tufundishe kuomba, tufundishe kufanya mapenzi yako, tufundishe kukupendeza hata tutakapokuja mara ya pili. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen.